hayo ndiyo matokeo mpaka mwisho wa mchezo. Mtibwa Sugar wakiwa wamepata goli moja na Young Africans ambao ni wageni katika mchezo huu wakipata goli moja. Kwa hiyo matokeo ni sare, kila mmoja akiondoka na pointi moja kibindoni. Natulisha studio hapa kwa muda mchache ulibakia kuweza kupitia matukio kadhaa ambayo yamejitokeza katika mchezo huu, nikiwa naye Frank Raymond Damayo pamoja na Ramadhani Mbwaduke. Na kwa kuanzia kabisa tuanze na takwimu za mchezo huu wakati tunamaliza dakika 90 katika mchezo huu wa ligi kuu ya NBC. Takwimu hizi zinashabiana vipi na kile tulichokiona katika kipindi cha kwanza, kwa maana ya kwamba Young Africans wameweza kupiga mipira lenga goli mara 10 wakipata goli moja, huku Mtibwa Sugar wakipiga mara 4 wakipata goli moja. Mipira ambayo haijalenga goli ni 4 kwa upande wa Mtibwa Sugar, huku Young Africans wakiwa na mipira 7. Kona ziko 7 kwa Young Africans, Mtibwa Sugar wana kona 2. Katika madhambi ni madhambi mara 12 kwa Young Africans, 10 kwa Mtibwa. Offside au kotea ni mara 1 kwa Mtibwa, mara 4 kwa Young Africans. Kadi za manjano ni 1-0. Na hizi ndio ambalo tunaenda kuangalia. Tukio lianzia kwenye foul kwanza kabla jana kwenye takwimu. Domayo, kwanza kabisa tunaanzia kwenye tukio la kwanza. Hili ni tukio la pili la kona yenyewe ambayo ilileta goli, lakini tuanzie huku juu ambapo madhambi hapa. Kwanza kabisa ni mpira ambao kama ulikuwa una madhara, kapiga katafuta mpira wa mwanzo, lakini naweza nikasema kwamba Diala kahakikisha vizuri kaweza kutoa kwa kona. Mpira wa pili unakuja ni kona ambayo naweza nikasema kwamba Yanga waliingia kama wamejipanga vizuri, lakini unamsifia pia mpigaji kwa sababu ni kapiga katika engo ambayo ngumu sana kwa kipa kudaka, kwa sababu kuna mchezaji mbele ambao labda alijua anaweza akaokoa ule mpira, lakini haikuwa hivyo. Na kwa idadi ya Yanga walikuwa kwenye idadi nzuri, kama unavyoona mpira umepigwa. Diala nadhani alikuwa anajua huyu mpira, mtu ajua anaweza akaucheza ule mpira, ndio maana akawa kwenye off timing. Lakini pia unamsifia pia mpigaji kwa sababu kapiga vizuri na akaweza kuscore goli, ambayo mara nyingi magoli kama yanakuwa ni machache sana kwenye mchezo. Okay, kuna matukio ambapo hapo naona wachezaji wa Yanga wananyosha mkono kwa shia foul, na muona Djigui Diala naye akiinuka kwenda kumlamikia refali. Lakini hapa tuna faida ya kuangalia kwenye televisheni Mbwaduke. Matukio haya kwa haraka tunaweza tukayazungumzia hivi kwa namna gani, hasa tukio lile ambalo limeenda kwenye kona. Twende hapo kwa Diala. Sasa kona hiyo inapigwa, tutarudia na picha kama mara 3 hivi. Mpira huo wa Mwesa. Kwanza mpira wanapiga Mwesa, bahati mbaya kwao Yanga alisimama kwenye mwamba wa kwanza ni Kwasi Atula yao ambaye urefu ni around 55 na inchi 6. Mpigaji amepiga pale pale alipo Kwasi Atula yao, ambaye kwa kimo chake pengine angekuwa Bakari Nondo Mwamnyeto labda angeweza kucheza. Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo bila shaka ndilo Djigui Diarra akiwa na wachezaji wenzake pale wanajaribu kama kulalamika kana kwamba ona labda kulikuwa na obstruction, lakini ukiangalia marejeo ya picha za video unaona kana kwamba hakuonyeshi dalili za faulo kwa picha hizi tunazoziona hapa, bali utampongeza Mhesa alivyopiga mpira kwenda katika eneo ambalo aliyepaswa kucheza. Tazama ni Kwasi Atula yao yule pale ambaye anamchanganya pia na golikipa Djigui Diarra katika kucheza huo mpira, kwa sababu alikuwa anacheza mpira ambao tayari unakuwa umepita kwa mtu aliyesimama mbele yake ambaye ni Kwasi Atula yao. Kwa mwisho wa siku ni mchanganyiko wa pongezi kwa mpigaji kupiga kona za namna hii, lakini pia na namna walivyojipanga pale. Safi, lakini sasa tunaangalia mfululizo wa matukio. Kuna matukio ambayo yamekuwa yakimkuta Djigui Diarra kwa ubora wake. Mara nyingi amekuwa akifokeana na refari. Mchezo miwili iliyopita alipata kadi ya njano. Lakini hapa bado kuna mwendelezo wa kile ambacho anakiamini yeye kwamba refari akutenda haki. Refari anataka kutoa kadi, Mwamnyeto anafanikiwa kumshawishi muamuzi kuto kutoa kadi hiyo, lakini Djigui Diarra bado anaendelea kulalamika. Gilbert Mrina hapo naona busara imetumika baada ya kupewa nasaha, kuombwa na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu Djigui Diarra alichokifanya mwisho wa siku ingemkuta tena maumivu mengine, maana kuna maumivu ya kuruhusu bao katika dakika za mwisho ambazo Yanga imepoteza pointi 3, halafu ile reaction yake pengine ingeweza kupata kadi, na ndicho ambacho Bakari Nondo Mwamnyeto kwenda kujaribu kufanya alichofanya kama nahodha asije akapata kadi. Hapa anabishana meneja, anamtoa Walter, lakini ni busara ambayo endelea. Jambo ambalo sio sahihi sana. Domayo, katika mazingira kama hayo mchezaji akiwa hivyo, nini ambacho kinakuwa kinamdrive mchezaji namna hiyo?
Kwanza ni tempa ya game, kwa sababu kama unavyojua mchezaji mwenye asili hii kwa ni mchezaji ambaye hapendi kufungwa. Wakati mwingine akifungwa unaweza ukaona kama anavyodai mwenyewe kama kasukumwa. Wakati mwingine ukiangalia vizuri kuna tukio ambalo limetokea pale goli lilivyoingia, yani kama anavyohisi kama kasukumwa, lakini mimi sioni kama kuna safi sana yote pale.